nimefanya ahadi, mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Katika safari ya watoto wa Israeli, Joshua wakati alipoona mwenendo wao haukumpendeza na haukupendeza Bwana, akawaita akawaambia, katika kitabu cha Joshua sura yake ambayo ni ya 24 mstari unaokuwa wa 15, kuna maneno yanayosema ikisema hivi: nani kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kama kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walioitumikia ngambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amoni ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Amina. Joshua alipotazama mwenendo, alipotazama hali ya watu wa Israeli, akawaita, akawauliza, akawapa maonyo ikiwa wanawezi kwa kweli kukubali watumikie miungu ambayo waliendelea kwa kweli kuitumikia. Na ijapo wapendwa, tukumbuke ya kwamba Biblia inatukataza ya kwamba tusiwe na miungu mingine ila Mungu wa mbinguni. Ndio maana Joshua aliendelea kwa kweli amua akiwaambia ikiwa wote wanawezi kwa kweli kukataa, yeye pamoja na familia yake hatamtumikia nani? Bwana. Yaani ni haliko, ikiwa Joshua alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alitangaza neno la Bwana, alisimamia taifa la watoto wa Israeli. Wewe na mimi leo tumesimamia taifa la watoto wa Israeli katika njia ya imani leo. Ingekuwa ombi hiyo ambayo Joshua aliendelea kwa kwezi kuiomba, aliendelea kwa kwezi kuileta, ya kwamba yeye na familia yake ipate kwa kwezi kuwa ombi kwako na ipate kwa kwezi kuwa ombi kwangu. Leo wapendwa, hata niwaambie ya kwamba hakuna uwanja ambao leo shetani ameendelea kwa kwezi kuuchezea isipokuwa familia. Shetani anajua ya kwamba ikiwa familia imeendelea kwa kwezi kuwa na ndia ya maombi, yani ana nafasi kwa namna ambapo ya kwezi kufanya nini? Ya kwezi kuwadanganya. Ikiwa familia inaamua katika ndia yoyote kwa ajili ya kwezi kujifunza neno lake, hawezi kwa namna yoyote kupata nafasi. Ndio maana leo katika mafamilia tunayoishi, katika familia yako na katika familia yangu, leo maneno imeendelea kwa kwezi kuwa shida, ambayo vita imeendelea kwa kwezi amka. Unakuta vita katika mume na mke waliopendana, vita imeendelea kwa kwezi kuamka, ambayo kuna mara mnaendelea kwa kwezi kuichunguza, mnakosa na ilianza namna gani. Na wakati wanawezi kwa kwezi kuita mashauri, wa kwezi kuwatolea maonyo, kuna mara wanao watolea maonyo wakisema ya kwamba kweli familia watu wazima kama nini, jambo hiyo inawezi kwa kwezi kuwaletea migorogoro ndani ya nyumba. Kuna mara hapana. Katika nyumba moja walifikia wakawa na shida, na shida walipoketi wapendwa, wakiendelea kwa kwezi kutabasamu, wakiendelea kwa kwezi kucheka, kufanya kila kitu, wakaona panya ikapita. Wakati panya alipopita, wao wote wakashangaa, wakapata mshangao, kwa sababu ni kitu kiliendelea kwa kwezi kupita mahali ambapo walikuwa wakiishi mume na mke. Mume akasema, nimeona panya hiyo imetoka huku na inaenda huku, imetoka kwenye mkono wa kushoto imeenda kwenye mkono wa kulia. Mke akasema, hapana, mimi nimeona panya imetoka kwenye mkono wa kulia imeenda kwenye mkono wa kushoto. Ikawa vurugeni hadi wakamua. Mume akaamua kwa kwezi kuchukua mke ampeleke nyumbani kwao, na alipompeleka nyumbani kwao akaambia ya kwamba ingekuwa heri wapate kwa kwezi kukufunza tena jinsi unawezi kwa kwezi kuishi katika nini, katika unyumba. Jamani, kila mtu ana hali namna ambapo aliendelea kwa kwezi kulea. Alipolewa na wazazi wake, wala namna wazazi waliendelea kwa kwezi kumlea, hali anawezi kwa kwezi kuishi na wewe ambayo ulipata majifunzo kwa namna inayokuwa ingine inawezi kuwa shida. Yani inayohitaji ni kwamba tunastahili wala tunaitwa katika njia ya kuweza kuvumiliana.
Katika mafamilia zetu tumekuta ya kwamba kumekuwa shida leo, vurugeni ambayo wazazi na watoto waliowazaa imeendelea kwa kweli kuwa ni tatizo. Watoto hawezi kwa kweli kuelewa wazazi tena, maonyo wanaowatolea wameendelea kwa kweli kulifanya wenyewe, ambao hawezi kujinua. Mashauri ya wazazi wala ya wazee wanaowalea hawawezi kwa kweli kuikubali tena. Leo kumeendelea kwa kweli kuwa mavita ndani ya familia, ambayo ukatili yale ambayo haiko na njia yenyewe. Hiyo yote imeendelea kwa kweli kuwepo ni kwamba kwa sababu shetani anatamani ikiwa vurugeni imeendelea kwa kweli kuwepo, na jina la Bwana lisiendelee kwa kweli kutukuzwa ndani ya mafamilia zetu, na zaidi ya hiyo alitukulie hiyo mafamilia ipate kwa kweli kufanya nini? Kumtumikia. Ombi langu ni kwamba nakwambia mpendwa, ingekuwa heri ijapo shetani anawezi kwa kweli kufanya kila kitu, kupanga kila mpango, lakini wewe na mimi turudi kwenye ombi ya nani? Ya Joshua aliyesema ya kwamba mimi na nyumba yangu nitafanya nini? Nitamtumikia Bwana. Katika mpango ambao nao kuwa wa mbengo, Bwana alitamani familia. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake nayo kuwa ya pili, tunakuta ya kwamba Mungu aliendelea kwa kwezi kuunganisha ndoa nyuma ya nini? Inapoendelea kwa kwezi kuwa dhambi ilikuwa nyuma, lakini ndoa ni jambo ambayo Mungu aliendelea kwa kwezi kuunganisha. Na hapo mara moja wakati alipomaliza kwa kwezi kuunganisha ndoa, Mungu akafanya nini? Akaendelea kwa kwezi siku ambayo nayo kuwa ya saba, Mungu akafanya nini? Akapumzika. Na hiyo jamaa ambayo iliyokuwa ya wazazi wetu wa kwanza, Adamu pamoja na Eva, wakajikuta wakawa wawili. Na hawa wawili Mungu alitamani wapate kwa kwezi kusaidiana. Na hawa wawili Mungu alitamani ili wawe na uhusiano, wapate kwa kwezi kuwa, yaani Mungu aliona ya kwamba inayoendelea kwamba hiyo familia wala ndoa ikakuwa ni kituo wala institution inayokuwa ya mbinguni yenyewe. Na akaona ya kwamba hiyo ndoa wala familia inakuwa ni shule ya kwanza ambayo mtoto anastahili kujifunza ndani. Akaona ya kwamba hiyo ndoa inapokuwa ni kanisa ndogo, ambayo kanisa ndogo wala kanisa ya kwanza, baba anayekuwa wa nyumbani, wewe na mimi tunapokuwa wachungaji, na mama pamoja na watoto wanakuwa wanamemba wa kanisa. Tunapokuwa tukifanya ibada, inahitaji ipate kwa kwezi ongozwa katika utaratibu wenyewe, kama jinsi Bwana alikubali familia ipate kwa kwezi kuwepo. Na katika hiyo dhambi, tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3, kwa kuta ya kwamba dhambi sasa ilikuja ikaleta matengano. Ilipoleta matengano, Eva akatembea mwenyewe mahali ambapo alipotembea, ule mwovu shetani akamtembelea mara moja, kwa sababu walitengana. Na ijapo mpango wa Bwana ilikuwa wapate kwa kwezi kufanya nini? Waishi wakiendelea kwa kwezi kuwa katika hali ya umoja, wakitembea wanapokuwa pamoja. Walipotengana mara moja, na urafiki, upendo uliokuwepo ukavunjika. Na hapo iliendelea kwa kwezi kuwa uhusiano ambao waliokuwa nao ukavunjika, na dhambi ikafanya nini? Ikawatenga. Ila yale napashi kukuambia ya kwamba ikiwa dhambi inawezi ikatutenga, ila kumbuka ya kwamba upendo wa Bwana unafanya nini? Unatuunganisha. Ndio sababu mada ya fundisho yetu inasema ya kwamba upendo unaorudisha upya mafamilia. Tukiwa na upendo, familia yetu inaweza kuwa mzuri. Na yale tunapaswa kwa kwezi kujua, tukiwa na upendo tunawezi katika njia yoyote kwa namna ya kwezi kujisamehe mmoja na mwingine. Tukakumbuka ya kwamba tumeendelea kwa kwezi kuwa tuliumbwa, na ijapo tulipoumbwa sisi ni wanadamu, tunaweza tukatenda dhambi katika hiyo ndia, katika ndia isiyokuwa moja moja, wala katika ndia inayokuwa tofauti. Tunapoingia wakati sasa Yesu anapokuwa hapa duniani, katika maishani mwa Yesu kuna mafamilia nayo iliendelea kwa kwezi kubarikiwa. Na hiyo mafamilia haikuendelea kwezi kuwa ni baba pekee ambaye aliendelea, hapana. Yesu aliendelea kwa kwezi kuitangaza, na akisema ya kwamba upendo wala akasema ya kwamba amani pamoja na okovu umeingia nyumbani mwako. Okovu iliingia nyumbani mwa nani? Wakati wa Yesu. Tunaposoma katika kitabu cha Luka sura yake ya 19, Luka sura yake ya 19 mstari ambao nao kuwa wa kwanza, tukiendelea hadi kumstari nao kuwa wa 10. Luka sura yake ya 19 tutakuta kisa kia mtu anayeitwa nani? Anayeitwa Zakayo. Tusome Luka sura yake ya 19 mstari ambao nao kwa wa kwanza, tukisoma na mstari wa 10. Katika Luka sura yake ya 19 mstari wa kwanza inasema hivi: naye alipoingia Yeriko,
alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiwezi kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Tunaposoma mstari wa 10 inaendelea akisema ya hivi: wakati Yesu aliingia nyumbani mwake akasema ya kwamba kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu alipoingia katika nyumbani mwa Zakayo, kwa mstari wa 9 anasema ya kwamba Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Yesu hakumwambia Zakayo ya kwamba leo wokovu umeingia maishani mwako wala mkononi mwako, akasema wokovu umeingia katika nyumba hii. Yaani ilimaanisha ya kwamba Yesu wakati ambapo aliingiza wokovu nyumbani mwa Zakayo, yaani ilikuwa anahitaji Zakayo pamoja na wale waliokuwa wake wapate kufanya nini? Kuokolewa. Yaani mimi na wewe tumeitwa nasi tupate kwa namna ya kuweza kuokolewa pamoja na wale wanaokuwa wetu. Wakati Paulo na Sila alipofungwa ndani ya gereza, walipotoka ndani ya gereza, ambapo wakati yule aliyekuwa ndani akichunga gereza alipoona milango ya gereza ikafunguliwa, aliogopa. Alipoogopa akatamani kwa namna ya kuweza kujiua. Paulo na Sila wakamwambia ya kwamba usijiue, usifanye neno lolote, sisi ni hapa tukimbie. Wakati ambapo aliyosikia habari kama hiyo, na ni watu ambao waliofungwa, akawaza ya kwamba wakikimbia na yeye atafanya nini? Atafungwa wala hatahukumiwa. Sasa jambo ilionekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, aliwauliza swali ya kwamba Bwana, nifanye nini? Paulo na Sila wakamwambia ya kwamba amini pamoja na familia yako upate kufanya nini? Upate kuokolewa. Yaani inahitaji mimi na wewe tupate kwa kweli amini pamoja na familia yetu, kwa sababu familia tunayoishi ndani ni shule ambayo tunastahili kuwa